Ndugu watazamaji wetu wapendwa, Ubungo Media tuko live hapa katika viwanja vya Barafu ambavyo kuna sadaka ya nyama ya ng'ombe, ambapo ndugu yetu kipenzi chetu diwani wetu mstaafu yupo katika viwanja hivi vya Barafu. Ana ng'ombe wengi tu ambao wamewaandaa kwa ajili ya kutoa sadaka kwa Watanzania wa eneo hili, na sasa maandalizi ya kuchinja yanaendelea yakiwa yanasimamiwa na Mheshimiwa Yenga, diwani wetu mstaafu. Amekuwa na mapenzi sana na Watanzania, na mpaka sasa upendo wake kwa Watanzania bado upo. Mtendaji sasa hivi atulii, anashughulika huku na kule kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wenzie Idi ya leo inakuwa nzuri. Atulii, anakwenda huku na kule kuhakikisha Watanzania wenzake Idi ya leo inakuwa kwao nzuri. Kama tulivyoambia, Ubungo Media tuko live katika viwanja hivi vya Barafu, ambapo Mheshimiwa Yenga kama kawaida yake, mapenzi yake na Watanzania wenzake bado yanaendelea. Mheshimiwa Yenga, mapenzi yake na Watanzania wenzake bado yanaendelea. Hapa kuna ng'ombe wengi sana nimewaona hapa, ambapo huyu ni ng'ombe wa mwanzo tu ambaye anaandaliwa kuchinjwa. Anataka hakikishe kwamba Watanzania wote wa eneo hili Idi ya leo kwao inakuwa nzuri ya mafanikio. Ameweza kupata Waislamu wenzake duniani, na sasa anashirikiana nao kuhakikisha kwamba Watanzania wote wa eneo hili na eneo lote la Ubungo, atakayekuja hawezi kufukuzwa, atapata kulingana na kile kilichopo. Huyu mtendaji wetu wa kata hii ya Mburahati naye pia hatulii. Kata hii imejitoa kuwatumikia Watanzania, kama ambavyo jinsi mnavyoona umma uliojaa hapa. Mheshimiwa mtendaji hatulii, mara amekwenda huku mara amerudi huku, kuhakikisha wananchi wa eneo lake wanapata kitoweo kama jinsi ambavyo ilivyopangwa. Bismillahirrahmanirrahim. Almış olduğum vekalet doğrultusunda vekaleten vacip kurbanlarınızı Afrika, Tanzanya'da kesmekteyim. Vekaleten almış olduğum vacip kurbanlarınızı Afrika, Tanzanya'da kesiyorum. Rabbim niyetinizi, kurbanınızı, hayırlarınızı kabul eylesin. Utku Erdemir, almış olduğum vekalet konusunda vekaleten Utku Demir, Ata Demir program subiri. Bismillahirrahmanirrahim. Katika viwanja konusunda ambapo naona Erdemir, Ata Erdemir, kuja kushuhudia Yasen Erdemir, Eren Erdemir, kurbanınızı Afrika, Tanzanya'da kesiyorum. Rabbim niyetinizi, kurbanı ayrınızı kabul etsin. Hep beraber Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Wallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi ilah. Bismillah, Allahu Ekber. Utku Erdemir, Ata Erdemir, Yasen Erdemir, Eren Erdemir. Rabbim niyetini, kurbanın hayrını kabul eylesin. Afrika'dan, Tanzanya'dan selamlar. Ndugu zangu, kama nilivyoambia, Ubungo Media tuko live hapa katika viwanja hivi
ambapo haraka Mwayenga Watanzania wote wa eneo hili hakuna atakayekuja aondoke bila kupata kitoweo, ambapo hapa anaonekana yupo Mheshimiwa Mwayenga na washirika wenzake wanaendelea kufanya maandalizi ya kupatikana kwa kitoweo. Wanaendelea kufanya maandalizi ya kupatikana kwa kitoweo. Tutaendelea kuwafahamisha. Warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Yahaya Mwakinda, mtendaji wa mtaa wa Burahati Barafu. Kama tunavyoona hapa, kupata wafadhili wanatuletea sadaka kwenye mtaa wetu ya kuchinja leo siku kuu ya Idi Haji, na mimi niko kushirikiana na wafadhili. Tanzania bado wanaendelea kuwapenda. Sasa kaleta ng'ombe sina mashaka kama hiyo, lakini anasema Martin matatizo Martin matatizo Martin. Naitwa Yusuf Omar Yenga. Martin ni mkazi wa Burahati, lakini pia ni mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Na mwezi huu kwetu Waislamu ni mwezi wa Dhulhijja na ni siku ya Eid al-Adha maalum kabisa, kwa sababu ikiashiria kisa cha Nabii Ibrahim na Isaka kwa maana Ismail. Kwa maana sasa tayari tumeona katika sehemu ya faida zetu tunazozipata, kufurahi na wananchi na watu wenye uhitaji. Kwa hiyo mimi na washirika wangu tumeandaa ibada ya kuchinja katika eneo hili la Burahati Barafu. Martin Joshua ya kuchinja kwa maana ng'ombe zaidi ya 10 zaidi ya 70 na kondoo zaidi ya 50. Kwa hiyo tumeamua kuchinja leo ili kwamba kila mtu naye hata yule aliyekuja kujaliwa kupata kitoweo au kujaliwa kupata lolote lile la kufanya aweze kupata sadaka hiyo. Ndiyo mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba tunapokuwa tunakwenda kwenye Eid tusifurahi sisi na watoto wetu na vizazi vyetu wenyewe nao na nyumbani kwetu, ila pia tuwaweze kuwekea na wengine ambao wenye uhitaji. Na ndio maana tuko hapa, na kama unavyoona wananchi wapo, na ndio tumeanza sasa kufanya ibada ya kuchinja kama unavyoona. sana ni kushukuru. Bismillahirrahmanirrahim. Avuşoğlu vekalet konusunda vekaleten Mustafa Yıldırım, Özgür Yıldırım, Arzugül Karabağ, Fuat Karabağ. Ni kweli sisi ni kawaida yetu, kila niyetiniz ayrı kurbanınızı kabul eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, na wenyewe kufurahi. Bismillah, Allahu Ekber. Desturi yetu katika kila wakati Mustafa Yıldırım, tunafanyaga mambo haya. Özgür Yıldırım, tunawashawishi pia wengine wenye uwezo Fuat Karabağ wafanye hivyo ili kwamba hiyo ni jamii ya kurbanınızı kabul eylesin. Afrika'dan, Tanzanya'dan selamlar, saygılar. Nyumbani kwake aweze kufurahi na kula na wana. Muhteşem bir manzara günün ilk saatleri. Kwa sasa ni kuruhusu uendelee na shughuli na kupatia kila la. Asante sana Mustafa Yıldırım. Bwana, ngoja tuchinje sasa ili kwamba wazee wetu tupate nyama kurbanınızı kabul eylesin. Matatizo. Leta habari bwana. Karibu. Sasa wazee tumewekeni viti, kama mkitoka mtakaa pale, nyama zitawafuata. Sawa? Lakini ukitaka kuzunguka haya vile. Ndugu zangu, kama jinsi tulivyowaambia kwa Ubungo Media, tupo live katika viwanja hivi vya barafu. Wapi? Angalia kwenye ile mifuko ya jumla.
wanauza wapi? Hawa ndio ng'ombe hapa ni Kariakoo, lazima iwe mabunda makubwa kwa ajili ya kuwapatia Watanzania kitoweo katika siku hii ya leo ya Idi, ambapo Mheshimiwa Yenga Idi Mubarak sasa na washirika wake zake wameweza kuandaa kama hii hawa wengi, kondoo wengi hawa, ng'ombe wote hawa na hawa mpaka sasa wanaendelea kuchinjwa ili kuweza kuwapatia Watanzania bodaboda uende katika eneo hili la Mburahati. Ukifika kule wataambia shilingi ngapi nitamlipa na kata jirani. Sawa. Lakini Ali si usubiri kabisa shughuli kisha ndio uende, kwa sababu haina haja. Subiri tu kabisa shughuli kisha uende, watachukua nguo watakufulia basi. Sasa tunaelekea sio mbali tena kwa Watanzania kuanza kujipatia kitoweo. Wa Dar es Salaam bibi, karibu sana. Sio mbali sana, Watanzania wataanza kupata kitoweo kwa hatua hii. Kwa sasa. Mashaallah, karibu. Jaribu kuandaa mazingira, tuandae nyama zetu za wazee kwa Ubungo Media. Dar es Salaam na mambo yaendaje? Mimi naye bila nyama tuko live katika YouTube. Ukiingia YouTube saa hizi na pia ukiingia TikTok ukiandika Ubungo Media utatupata. Ukienda YouTube sasa hivi ukiandika Ubungo Media utatupata. Mheshimiwa Yenga akifanya maandalizi ya kuwapatia Watanzania wenzie wanaoishi maeneo haya kitoweo. Tafadhalini, kwa wale mnaotusikiza, ingieni YouTube sasa hivi tuko live. Ingia TikTok pia sasa hivi utatupata tukiwa katika viwanja vya barafu ambapo Mheshimiwa Yenga kila mwaka amekuwa akifanya jambo kama hili. Asante sana. Wewe